kama ambavyo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo ameelekeza uboreshaji wa huduma za wananchi ama za kijamii katika maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo yetu ambayo yanatoa huduma pia za kiusalama. Kwa katika uboreshaji huo wa miundombinu ni pamoja na sisi ambaye ameweza kutuona huku katika wilaya yetu ya Ileje kwenye mpaka wa Isongole ambao unapakana kati ya nchi ya Malawi na nchi yetu ya Tanzania. Tumeweza kupokea hizo kiasi cha fedha cha shilingi milioni 253 kwa ajili ya uboreshaji wa huduma za utoaji huduma za uhamiaji. Na sote tunafahamu umuhimu wa huduma hizi za uhamiaji, na kwa sababu tuko mpakani, maana yake kuna mwingiliano mkubwa sana, na sisi tunaingiliana sana kati ya Malawi na Tanzania kupitia kwenye mpaka huu. Kwa hiyo uboreshaji wa miundombinu katika mpaka huu ni hatua kubwa sana ya kuelekea katika kuendelea kuuboresha mpaka wetu kutoka kwenye grade C tuliokuwa nayo kuelekea kwenye grade B. Hatuwezi kufika huko iwapo pia miundombinu yetu itakuwa bado iko chini. Lakini maendeleo ni mazuri kwa sababu mwingiliano huu ni wa masuala ya kijamii, lakini pia masuala ya kibiashara kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi wa wilaya Ileje, mimi natoa shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha uhamiaji kwenye mpaka wetu wa Isongole. Na leo nimechukua fursa pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama kuweza kutembelea maendeleo ya ujenzi, na tumeona maendeleo ya ujenzi yanaendelea vizuri, na tunaamini kwa kipindi hicho kilichobakia, kwa kuwa mradi huu natarajia uishe mwezi wa 7 na kwa kuwa fedha tayari imeshatengwa ipo, tunaamini kabisa mradi huu utakamilika ifikapo mwezi wa 7. Lakini vile vile kwenye mpaka huu msimamizi mkuu ni Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa maana ya TRA, ambao wao sasa ndo kwenye mpaka wao, na wenyewe pia wamefanikiwa katika uboreshaji wa huduma pamoja na kutengeneza kisima. Tuna kisima kizuri sana ambacho tuna matenki mawili ambayo tutasambaza maji kwa lita 10,000. Maji haya yatasaidia katika shughuli zote za hapa mpakani. Na maana kabla ya hapo maji yalikuwa yanapatikana kwa kiwango kikubwa, sasa maji yanapatikana na tunaendelea kuona mabadiliko makubwa sana katika mpaka wetu. Hongereni sana TRA pia kwa kuweza kulifuatilia na kulisimamia hili, na hatimaye pia serikali imeweza kutoa fedha kwa ajili ya utengenezaji wa miundombinu ya usambazaji wa maji katika eneo letu la mpaka. Hamna mtu ambaye afahamu umuhimu wa maji, na ukizingatia kwamba tupo hapa mpakani. Maji ni muhimu, maji ni uhai, lakini serikali sikivu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza pia kutuletea fedha kwa ajili ya upanuzi wa miundombinu ya maji katika mpaka wetu huu wa Ileje. Kubwa mimi niendelee kuwataka muendelee kufanya kazi kwa weledi, muendelee kufanya kazi kwa bidii, lakini muendelee kutunza mahusiano makubwa sana tuliyokuwa nayo kati ya nchi jirani pamoja na sisi wa Tanzania. Na endelee na vile vikao vyenu vya ujirani mwema, kwa maana ya vyombo vyetu vya usalama vinakutana na vyombo vya usalama vya upande wa pili, yote katika kuendelea kuimarisha mahusiano makuu sana ambayo mahusiano haya yameasisiwa na viongozi wetu waasisi wa taifa hili. Sisi tusiwe sababu, uwepo wetu kwa kipindi hiki isiwe sababu ya kuweza kuyaondoa mahusiano hayo, ila iwe chachu na sababu kubwa ya kuendelea kuimarisha mahusiano makubwa tuliyokuwa nayo. Mimi Jumamosi wanapita naona Jumamosi namna gani kwamba wananchi kutoka upande wa pili wanakuja kwa kiwango kikubwa huku kufuata huduma mbalimbali tulizokuwa nazo. Kwa tuna kila sababu ya kuwapokea, kuangalia zile taratibu za kuingia na kutoka kama sheria zetu zinapotaka, lakini pale wanapohitaji kusaidiwa tuna kila sababu ya kuweza kuwasaidia kwa nafasi zetu tulizokuwa nazo. Basi mimi nitarajie kuona mambo yanakwenda vizuri, lakini pia sisi ni sehemu ya kuhakikisha kwamba mpaka wetu unaendelea kukua. Na kukua kwa mpaka ni pamoja na miundombinu hii ambayo tayari Mheshimiwa Rais ameshaanza kutuletea fedha taratibu tunaanza. Lakini pia katika swala zima la ukusanyaji wa mapato yanapoongezeka kwa kiwango kikubwa sana, mwingiliano unapokuwa mkubwa, maana yake sasa tunaanza kuhama kutoka katika daraja tuliokuwa nalo mpaka daraja la juu zaidi. Maana hapa mwisho saa 12 tunatarajia tufike kwenye saa 5-6 ya usiku, baadaye tuje ile ya masaa 24 kama ilivyokuwa kwenye mipaka mingine. Kila sehemu anasema mbuyu ulianza kama mchicha. Wao unaanza hivyo kidogo kidogo, lakini uwepo nyinyi hapo mameneja wa TRA inaweza kuwa ni sababu kubwa sana ya kutuhamisha tulikokuwa hapa kuelekea pande mwingine.